Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, leo amekutana na rais wa Urusi, Vladimir Putin, na kuzungumza masuala mbalimbali ikiwemo vita inayoendelea kati ya Iran na Israel. Huku pia mazungumzo hayo yakiangazia matumizi ya nguvu na mabavu yanayofanywa na Marekani dhidi ya Iran. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameeleza kusikitishwa kwake na mashambulizi yanayofanywa na Marekani na washirika wake akiwemo Israel kuelekea nchini Iran, huku akilipinga wazo la Donald Trump la kutaka kukiharibu kinu cha nyuklia cha Iran cha Fordo, na kuongeza kuwa Washington inapaswa kufahamu kuwa madhara makubwa huenda yakaikumba Mashariki ya Kati ikiwemo Israel. Na hapa namnukuu, "Huu ni uchokozi usio na msingi wowote dhidi ya Iran," amesema rais wa Urusi katika hotuba yake ya ufunguzi iliyotangazwa moja kwa moja kwenye kituo cha habari cha televisheni ya serikali ya Urusi. Putin ameongeza kuwa amefurahishwa na hatua ya Waziri Abbas wa Iran kufika jijini Moscow, hatua ambayo imetoa fursa ya kujadili mada zote ngumu zinazowakabili na kufikiria kwa pamoja jinsi ya kutafuta njia ya kujiondoa katika hali hiyo. Ofisi ya rais wa Urusi inafanya juhudi nyingi za kidiplomasia, ingawa matokeo yake bado hayajabainika. Urusi inataka kuonyesha kwamba inasalia kuwa nchi yenye uwezo wa kuzungumza na kila mtu katika Mashariki ya Kati. Kabla ya kumpokea waziri wa mambo ya nje wa Iran, Vladimir Putin, rais wa Urusi alizungumza kwa simu na waziri mkuu wa Iraq, ambapo walijadili masuala mbalimbali. Kulingana na taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya Kremlin, vinasema kuwa moja ya mada waliozungumza ni hatari kwa masoko ya kimataifa ya nishati. Wakati akimpokea Abbas, mkuu wa nchi ya Urusi Vladimir Putin amekumbusha kwamba pia alizungumza kwa simu na marais wa Marekani, Falme za Kiarabu, Iran na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kabla ya kusisitiza msimamo wa Moscow. "Msimamo wetu kuhusu matukio ya hivi sasa unajulikana sana," ulielezwa waziwazi na Wizara ya Mambo ya Nje kwa niaba ya Urusi, "na mnajua msimamo ambao tumeuchukua katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Uchokozi usio na msingi dhidi ya Iran hauna hoja na haukubaliki. Tuna uhusiano wa muda mrefu, imara na wa kutegemewa na Iran. Kwa upande wetu, tunajitahidi kutoa msaada kwa wananchi wa Iran," amesema Vladimir Putin wakati wa mazungumzo hayo. "Usaidizi zaidi utategemea mahitaji ya sasa ya Iran," msemaji wa Kremlin Maria Zakharova alikuwa amesema dakika chache kabla, bila ya kuwa wazi kama Urusi ipo tayari kwenda mbali na harakati zinazoonekana za kisiasa na kidiplomasia au kwa madhumuni mengine. Mazungumzo hayo yaliyochukua zaidi ya nusu saa yaliangazia pia namna Urusi inavyoweza kuisaidia Iran katika wakati huu mgumu inaopitia kutokana na kuzongwa na mashambulizi kutoka kwa Marekani na Israel, ambapo licha ya viongozi hao kukutana na kuzungumza, lakini haijielezwa kama Urusi ipo tayari kuisaidia Iran katika vita hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran katika mazungumzo hayo amebainisha kuwa nchi yake ina uhusiano wa karibu sana na wa kirafiki na Urusi, uhusiano ambao umekuza asili ya kimkakati. Amesema mashambulizi ya Israel na Marekani yalikiuka sheria na kanuni za kimataifa. Urusi imeahidi kuisaidia Iran, lakini msaada wake kwa nchi hiyo ya Kiislamu unabaki kuwa ni siri ya nchi hizo mbili. Lakini Putin ameahidi kuwa msaada atakaotoa kwa Iran utaenda kurudisha hali ya utulivu katika ukanda wa Mashariki ya Kati na kumtaka Donald Trump, rais wa Marekani, kuachana na mpango wa kuishambulia Iran.
hatua ambayo itarudisha amani ambayo inazidi kupotea kutokana na mashambulizi ya Marekani nchini Iran, huku pia ikielezwa kuwa tayari Marekani imeanza mchakato wa kuwaondoa raia wake katika maeneo ya Mashariki ya Kati kutokana na hofu kwamba Iran ina mpango wa kushambulia kambi zote za Marekani zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa zilizoripotiwa na The Times of Israel zinasema kuwa mashambulizi ya Iran yaliyolenga baadhi ya maeneo nchini Israel yamesababisha kukatika kwa umeme kwa zaidi ya saa 5. Israel imesema kuwa imefanikiwa kurejesha umeme katika baadhi ya maeneo nchini mwake, lakini maeneo mengine bado kazi inaendelea kutokana na mashambulizi hayo kuharibu vibaya miundombinu hiyo. Mapema mwaka huu, marais wa Iran na Urusi walitia saini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili, lakini sio muungano wa kijeshi, na hivyo Urusi haishurutishwi kuitetea Iran katika vita vinavyoendelea kwa sasa. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.